Ubalozi wa Sweden nchini Tanzania umetoa taarifa yao ikiwa ni siku chache tangu kufanyika uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Katika uchaguzi huo kuliibuka ghasia ikiwemo na matukio ya uchomaji wa mali za umma, mali za watu binafsi pamoja na matukio ya vifo vya baadhi ya Watanzania, vurugu pamoja na mambo mengine ambayo yalijitokeza katika uchaguzi huo. Kufuatia taarifa iliyotolewa na ubalozi wa Sweden nchini Tanzania, wamesema ya kwamba tumesikitishwa sana na vifo vilivyotokea wakati wa matukio hivi karibuni baada ya uchaguzi nchini Tanzania. Tunapenda kutoa pole zetu za dhati kwa familia na jamii kwa ujumla kwa maombolezi ya upendo wao. Katika hatua nyingine, ubalozi huo pia umesema ya kwamba tunasimama pamoja na wito wa haki na maridhiano uliojengwa juu ya dhamira ya pamoja na jumuishi ya kuleta uponyaji katika taifa la Tanzania. Hii ni sehemu ya taarifa iliyotolewa na ubalozi wa Sweden nchini Tanzania kufuatia kile ambacho kilijitokeza katika uchaguzi mkuu uliotamatishwa siku chache zilizopita, ambapo mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliibuka mshindi katika uchaguzi huo, huku kukiwa na mambo mengi ambayo yalijitokeza katika uchaguzi huo.